Yes kabisa. Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo tunaenda kuianza sehemu ya pili ya kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Aurelia. Basi tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi, lakini kwa mapenzi ya dhati kabisa ni kuombe mtazamaji usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili tuweze kwenda mjini Kariakoo na sisi. Yes, tunaendelea. Benita anamwambia Aurelia asante Mkristo baada ya kumpa tishu aweze kujifuta machozi. Aurelia anamwambia asante, unakaribishwa. Niambie, upo sawa lakini au unahitaji mtu wa kuomba naye pamoja? Benita akamuuliza, akamwambia binti, umeolewa? Binti akatikisa kichwa kumaanisha ya kwamba hajaolewa. Akamuuliza tena, je, una mtoto? Aurelia akasema hapana. Kwani kuna nini? Benita akamwambia nina binti, ngoja nikuonyeshe picha yake. Akaingia na kutoa simu ili aweze kumwonyesha picha mtoto wake Aurelia. Aurelia aliitazama ile picha na kisha akamwambia, hakika binti yako ni mrembo kwelikweli. Benita akasema asante, kweli ni mrembo. Aurelia akamwambia, unasikika kama unapumua pumzi fupi, upo sawa lakini? Benita akamwambia, mimi nakufa muda wowote ule kutoka sasa. Aurelia alishtuka akamwambia, umesema nini? Benita akamwambia, daktari ameniambia nina mwezi mmoja tu wa kuishi uliobaki katika dunia hii. Aurelia aliingiwa na imani sana, akasema, o Mungu wangu. Alimwonea huruma, ashumu ni wewe, yani unatembea barabarani alafu unajua kabisa una siku fulani ambazo zimebaki za kuishi, unaondoka katika dunia hii, na tena sio kuondoka labda unasafiri, unakufa. Unafikiri utakuwa na amani kwenye moyo wako? Basi ndo hivyo. Kwa hiyo huyu dada anaendelea kupambania maisha ya binti yake kwa sababu anajua yeye hana tena maisha katika dunia hii. Tunaendelea. Benita anasema, nilipokuja hapa nimekuja kuomba muujiza wangu wa mwisho, lakini ukanijia wewe kama malaika na ukanipa kitambaa nifute machozi. Nadhani hili ndio jibu sahihi ya nilichokuwa nikikiomba, ni wewe. Aurelia akashangaa akamwambia, unafikiria nini? Kwamba ni mimi? Kitu gani yani? Sijakuelewa. Benita akamwambia, inamaanisha kwamba wewe ndio Mungu amekutuma ili uweze kumtunza mwanangu. Aurelia akashangaa akasema, nini? Umesema nini? Najua kwamba itaonekana ni ajabu, naelewa, na pia najua jinsi unavyojisikia nikiongea hivi, lakini ni hisia zangu tu. Moyo wangu unaniambia kwamba wewe ndo ni mtu sahihi wa kumlea mwanangu, kwa sababu una sura nzuri na moyo wa upole. Ninahisi kwamba Seven atakuwa salama akiwa na wewe. Kwa hiyo tafadhali, nataka unikubalie jambo moja tu, naomba uolewe na mume wangu wa zamani. Aurelia alishtuka akamwambia, upo sawa lakini wewe unamaanisha nini kuzungumza hivyo? Yaani baada ya kutaka kunipa mtoto bado pia unataka kunipa na ndoa ya ajabu? Benita akamwambia, atakupenda sawa tu kama anavyompenda mwanaye, na ukifanya hivyo utakuwa umemsaidia mwanangu. Tafadhali, Saba anahitaji upendo. Aurelia akamwambia, unajuaje hilo kama linaweza likatokea? Benita akamwambia, kwa sababu tuko hapa, wanawake wawili tuliovunjika moyo ndani ya nyumba ya maombi, ambao tunavuka barabara bila kuangalia wapi tunapokwenda. Ngoja, mi nitakupa pesa. Nina shilingi milioni 13 naira katika akaunti yangu, na nitakupa na vitu vingine. Nitakupa kila kitu. Nitakupa na ATM yangu, pini yake ni 777, na 7 ndio mrisi wa kila kitu nilichokuwa nacho. Nitakupa pia na dhahabu. Nitakupa kila kitu ambacho ni cha kwangu, lakini naomba umlee mwanangu. Aurelia akamuuliza, vipi kuhusu familia yako? Lazima uwe na ndugu, uwe na mtu kama dada, kaka, jamaa, sijui ya hivyo. Benita akasema, mamangu alifariki kipindi nilipokuwa mdogo kabisa. Baba na kaka nao walifariki miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo hapa nilipo sina ndugu yoyote yule. Naomba unisaidie tafadhali sana, nakuomba, naomba unisaidie. Aurelia anasema, hii sasa imezidi. This is too much. Siwezi kufanya hivyo. Sijui naanzia wapi kukusaidia. Benita akasema, mimi. Akakohoa kabla hajamaliza kuongea alichotaka kukisema, akadondoka na kuzimia. Ikabidi Aurelia atafute msaada wa kumfikisha hospitali
haraka iwezekanavyo ili asije akapoteza maisha mikononi mwake. Daktari anamwambia Aurelia, ni jambo jema ulilolifanya, umemleta hospitali kwa wakati kabisa. Aurelia anasema, nilipata kadi yake hospitali kwenye mkoba wake, sikujua la kufanya, maana aliniambia kwamba ana muda mchache sana uliobaki wa kuishi duniani. Daktari anasema, hatukutarajia kama mambo yangeenda haraka hivi. Viungo vyake vinaharibika kwa spidi kubwa sana na sasa hivi yupo kwenye usingizi wa koma. Aurelia alishtuka akasema, Mungu wangu, nini hichi? Muda huu Mr. Leonard yuko barabarani akielekea ofisini. Anapokea simu, anasema, alo, mama yake hatakiwi kwani? Umejaribu kumpigia? Na hakika atakuwa yuko bize. Kwani wewe huwezi kujipendekeza kwa kawaida? Ninaelekea kwenye mkutano muhimu sana. Tafadhali, niko barabarani, nitakupigia baadaye. Lakini kabla hajakaa sawa, simu yake inaita tena. Anapokea, anasema, Benita, niambie, unaendeleaje? Lakini sauti inayosikika upande wa pili wa simu siyo sauti ya Benita, bali ni sauti ya msamaria mwema ambaye aliamua kumsaidia Benita baada ya kudondoka. Anashtuka, anamwambia dereva, Michael, inakubidi ugeuze gari tuelekee hospitali ya St. Mary. Basi Mr. Leonard alifanikiwa kufika mpaka hospitali, akamkuta mwanadada Benita akiwa katika hali ya usingizi wa koma, akipambania uhai wake. Alimshika vidole vyake na kusema, Seven anakuhitaji katika maisha yake. Siwezi kufanya kibaya juu yako, nafsi yangu inakataa. Benita anatingisha vidole na kuushika mkono wa Leonard, akimaanisha ya kwamba amesikia alichokiongea. Mr. Leonard kiukweli alifarijika baada ya kuona mgonjwa wake anaamka na kumwita, Benita, vipi, unaendeleaje? Umeamka, ujambo? Benita anakohoa. Mr. Leonard anamwambia, pole, endelea kupumzika, ngoja nikamuite daktari. Lakini Benita anamwambia, subiri kwanza. Benita anamuuliza, kwani yule ni nani? Mr. Leonard anauliza, nini? Haelewi kitu anachouliza Benita ni kitu gani. Kisha Benita akaendelea kusema, akamwambia, yule dada aliyenileta hapa yuko wapi? Aurelia ndo binti alionileta hapa. Yule ni mwanamke mzuri na najua kuwa atawatunza vizuri sana wewe pamoja na Seven. Kutokana na hali ya ugonjwa alionao Benita, basi alikuwa akikohoa mara kwa mara. Leonard anamwambia, pole sana. Benita anasema, nahisi naondoka, maana muda umefika sasa. Leonard anamwambia, tulia, pumzika, hauendi popote, mimi nipo hapa. Sawa? Benita akasema, sijui, nahisi kuogopa, nahisi nasikia baridi, lakini pia nahisi naogopa kwa Seven. Sitaki awe sehemu ambapo hapendwi. Leonard anasema, usiseme hivyo Benita. Benita anasema, atavunjika moyo, ataumia endapo utaoa mtu ambaye atakuwa ampendi. Mr. Leonard anasema, haiwezi kuwa rahisi kwangu kumvunja moyo binti yangu. Benita anasema, sawa, lakini nahitaji kujua sasa kama atakuwa yupo salama. Mr. Leonard akasema, yuko salama. Pale pale Benita akakata moto. Mr. Leonard alimuita kwa sauti kubwa mara kadhaa, lakini Benita hakuamka. Ilibidi akurupuke ili kumfata daktari kumwambia hali ya Benita imebadilika ghafla. Daktari anamwambia, ni kawaida kwa wagonjwa ambao wanapitia hali ya koma, wanaweza kufungua macho na hata kuongea baadhi ya maneno na kisha wakazimia tena. Mara nyingi hutokea hivyo, lakini haimaanishi kwamba hawezi kurudisha tena fahamu. Anaweza akaamka wakati wowote ule. Mr. Leonard anasema, daktari alifungua macho, aliongea na mimi, aliniita kwa jina langu. Daktari akamwambia, ndiyo, kama nilivyokuambia, waga inatokea. Mr. Leonard anasema, lakini aliongea mambo mengi sana. Okay, sawa, unaweza ukaniambia huyo binti aliyomleta yukoje? Dokta akasema, nimemuita lakini hajaitika. Huyu hapo ameshafika. Aurelia, kutana na Mr. Leonard. Huyu ni mume wa zamani wa Benita, huenda umeshawahi kukutana naye, dunia ndogo hii. Daktari aliongea kwa utani, lakini kumbe ni kweli alichokisema. Aurelia alishakutana na Mr. Leonard asubuhi ya siku hiyo hiyo katika ofisi ya Mr. Leonard
ambapo walienda kufanya interview yake ya mwisho. Mr. Leonard alionyesha dharau na kutokujali, akaondoka bila ya kumsikiliza Aurelia. Baada ya pale ndipo Aurelia akaenda kanisani kwa ajili ya kuongea na Mungu wake katika maombi, na ndipo alipokutana na Benita katika kanisa akiwa analia sana kutokana na maswaibu yanayomsibu. Sasa hapa wamekutana uso kwa uso, yani macho tu macho, mtenda na mtendewa. Waswahili wanasema aibu unaona mimi sasa. Lakini kama mwanaume, Mr. Leonard alijikaza kisabuni na kusimama na kuanza kumletea unafiki. Anampa mkono. Habari yako, naitwa Mr. Leonard. Nimesikia kwamba ulikuwa naye alipozimia ukamleta hospitali. Bila shaka wewe ni rafiki yake, si ndio? Aurelia bwana ni mwanamke ambaye hapendi unafiki. Kwanza aliukataa mkono wake, alafu alikaa kimya kama sanamu, alimkata jicho. Mr. Leonard alijibaraguza mwisho akashusha mkono mwenyewe. Daktari aelewi kinachoendelea, alibaki kushangaa. Akasema, naam, kwa sasa mgonjwa atabaki hapa, lakini nyinyi wote wawili mnakaribishwa kuja kumtembelea, lakini nahitaji mjue kwamba hakuna kitu kilichohakikishwa. Na hayo ndo maneno ya daktari. Mtazamaji wangu, mpaka kufika hapo ndo mwisho wa sehemu ya pili. Mwisho wa sehemu ya pili ni mwanzo wa sehemu ya tatu. Kwa mapenzi ya dhati kabisa ni kuombe mtazamaji wangu usiache kusubscribe, kulike na kukomenti. Na kama ulisha subscribe, usiache kukomenti na kulike baada ya kumaliza kutazama kazi. Muda wote huo ulikuwa nami, wananita Alifa DJ aka wa kupoa, aka kabisa Real Badman Killer. Mpaka muda mwingine niseme asante.